Asante. Leo nataka tuzungumzie swala la katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hata hii katiba ya sasa ya mwaka 1977 licha ya ubovu wake ilionao, lakini katiba ile inatoa haki kwa Watanzania kutoa maoni yao, haki ya kuishi, haki ya kukosoa serikali, haki ya kuishi sehemu yoyote wa Tanzania wanapotaka, haki ya kufanya biashara katika nchi, haki ya kutibiwa. Lakini sasa ukiangalia kinachoendelea sasa hivi kwenye nchi ya Tanzania, ile haki ya kukosoa serikali, haki ya kutoa maoni kwa Watanzania haipo. Mtanzania akitoa maoni yake, akikosoa serikali, cha kwanza anatekwa, wengine wameuawa, wengine wamepotezwa zaidi ya miaka 5 mpaka 7, wakina Beni Saanane. Wengine wamepotezwa hivi karibuni, wakina Mdude Nyagari, wakina Deusdedith Soka, wakina Shadrack Chaula, Dionizi Kipanya, wakina Jacob Mlai, wakina Humphrey Polepole, na Watanzania wengi ambao wametegwa kwenye utawala huu wa Samia Suluhu Hassan. Wao walikuwa wanakosoa serikali. Kukosoa serikali si kosa. Ndio maana tukaweka mahakama ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama mtu akienda kinyume na sheria za Tanzania, hapaswi kupotezwa wala hapaswi kuuawa. Anapaswa apelekwe mahakamani, wanasheria wasimame pande zote mbili, apate utetezi wa pande zote mbili, hiyo haki. Mahakama ithibitishe kosa lake, na baada ya hapo kosa lake hilo awe aachiwe. Aidha kuachiliwa huru pia ni haki yake ya msingi, kwenda gerezani pia ni haki ya msingi kwa kila Mtanzania. Ila hakuna sheria ambayo inasema Mtanzania akimkosoa Samia basi auawe, apotezwe, atekwe. Hiyo sheria haipo. Hiyo namba moja. La pili, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetoa haki kwa Watanzania wote kuchagua kiongozi. Hiyo ni haki ya wananchi, sio haki ya serikali na kikundi cha watu wachache, wala sio haki ya chama cha siasa. Katiba inasema, ibara ya 8 inasema mamlaka yatatoka kwa wananchi. Kwa hiyo kila Mtanzania, kila mwananchi ana haki ya kumchagua kiongozi na kuweka madarakani. Kwenye uchaguzi wa serikali ya mtaa, kila Mtanzania, mwenyekiti wa serikali ya mtaa, kijiji na kitongoji anatakiwa atokane na kura za wananchi. Yaani wananchi ndio wamchague awaongoze. Lakini sasa hivi kuanzia uchaguzi wa mwaka 2019 CCM ilipola mchakato wote. Serikali za vijiji vyote, viongozi wanaoongoza hivi sasa hawajatokana na wananchi. Hivyo hivyo kwa uchaguzi wa mwaka 2020, uchaguzi wa mwaka jana 2024, uchaguzi wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji, serikali ya CCM iliengua wagombea wa upinzani nchi nzima na ikapita yenyewe bila kupingwa. Umeona? Kwa hiyo ile haki ya wananchi kuchagua viongozi kwa mujibu wa katiba, serikali imepola hiyo haki ya wananchi. Hawajaishia hapo. Wananchi wana haki ya kutibiwa hospitalini. Wakienda hospitalini, kila mwananchi ana haki ya kutibiwa. Je, tujiulize hapo ulipo, kwenye zahanati ya kata, ofisi za hospitali ya kijiji, hospitali ya wilaya, hospitali ya rufaa, ukienda hospitalini unapata hiyo haki ya kutibiwa kama viongozi wengine wote ambao wanapata hiyo haki. Fikiria wewe ambao unatokea Rukwa, Kilimanjaro, Mbeya, Manyara. Baba yako, mama yako, wewe mwenyewe ukiumwa kansa, unatakiwa usafiri mpaka Ocean Road Dar es Salaam. Ukifikia Ocean Road Dar es Salaam, sio kwamba serikali itakugharamia hoteli au utafika hospitalini utapata sehemu nzuri ya kuishi wewe na mgonjwa wako. Hapana, utaishi kwenye kibaraza, kwenye kodo za hospitalini. Utaishi maisha magumu sana. Hapa Tanzania tunapigania haki ya msingi ya Watanzania wote kutibiwa, kama ambavyo mbunge leo hii ana haki ya msingi, akiumwa anaenda kutibiwa moja kwa moja nje ya nchi. Watoto wa viongozi wa serikali wanatibiwa vizuri kabisa. Watumishi wote wa umma wana bima za afya. Je, sisi wa Tanzania maskini wa kawaida tunaishi maisha gani kwenye nchi yetu? Hiyo haki. Lakini ukisoma ripoti ya SAG ya kila mwaka, mabilioni ya fedha yanaliwa kwenye halmashauri zetu zote nchini. Kila mwaka wakisoma ripoti ya SAG, mabilioni ya fedha yameliwa. Je, hizo fedha zisingetosha kwenda mahospitalini kuhudumia wagonjwa wanapata shida hivi sasa? Hilo la pili. Twende wakina mama wajawazito. Mama mjamzito hivi sasa akienda kujifungua hospitalini, hizo gharama ambazo wanabebeshwa, akijifungua kawaida anamshukuru Mungu, atabebeshwa mizigo ya beseni, wembe, mkasi, vitenge na pesa juu, ataenda hospitalini kujifungua. Usiombe mkeo au mama yako ajifungue kwa operation. Si chini ya
3, lakini maeneo mengine mpaka 700,000 kujifungua kwa operation. Je, Watanzania wengi wana mudu hizo gharama za kujifungua? Tunapoteza wakina mama wangapi na watoto wangapi kwa kukosa huduma hospitalini? Twende jambo lingine, mtoto mdogo. Sera ya afya inasema mtoto mdogo kuanzia mwaka 0 mpaka miaka 5 atatibiwa bure. Lakini sasa hivi mama mjamzito anajifungua leo, mtoto kesho yake anaumwa, anachajiwa fedha na serikali. Serikali inafanya ulaghai kwa wananchi wake. Hakuna hata jambo moja ambalo serikali inawafanyia bure Watanzania wao. Hapana. Kwa hiyo ndio maana Watanzania wamedai haki ya msingi, kwa sababu wanajua kile ambacho kinaendelea, wamejifunza, wamefuatilia nchi yao. Ukiona Watanzania wanaandamana, sio kwamba hawana akili timamu. Wana akili timamu, wanaipenda nchi yao, ndio maana wanafikisha hisia zao kwa serikali ili waweze kusikilizwa. Na kazi ya serikali ni kuwasikiliza wananchi, kwa sababu mamlaka yote yanatoka kwa wananchi. Wananchi ndio mabosi wa kila mtu. Wananchi ndio bosi wa Samia, wanapaswa kuwa bosi wa Samia, wanapaswa kuwa bosi wa bunge wote, madiwani wote. Wao wana mamlaka wa kuweka madarakani, na wakizingua hata ipiti miaka 5, hata mwaka mmoja wanaweza wakamtoa mbunge wao, wakamtoa diwani, wakamtoa rais, wakamweka mtu mwingine, kwa sababu wao ndio wanamlipa kiongozi wao kwa kodi zao. Lakini hiyo haki imepokwa kwa wananchi. Ndio maana leo wanaidai kwa nguvu zote. Nguvu hiyo Watanzania wanayo. Nchi yoyote nguvu ya uongozi wowote upo kwa wananchi. Wananchi wakichoka, wakisema hawakutaki, toka madarakani. Kwa sababu mahakama, magereza, vituo vya polisi, risasi, usalama wa taifa, jeshi, hamuwezi kushindana na wananchi waliochoka. Hamuwezi kushindana na wananchi waliochoka. Wananchi wakichoka, wamechoka na jambo lao lolote ambao wanapanga, watafanikisha na wataweza, kwa sababu nguvu ya wengi, sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Sauti ya Watanzania wote ni sauti ya Mungu. Maskini wanalia, vijana wasiokuwa na ajira wanalia, wakulima wanalia, wafugaji wanalia, watumishi wa umma wanalia. Ndugu zangu wa jeshi la polisi, nyie na sisi wote ni masikini. Watoto wenu wanasoma kwenye shule ambazo watoto wetu wanasoma, Sante Kayumba. Nyie na sisi tunacheza vikoba. Mnakopa kausha damu na sisi tunakopa kausha damu. Mnadaiwa vikoba, mnadaiwa kwa mangi na sisi tunadaiwa kwa mangi. Hamna maisha mazuri, ila mmetumika na serikali wakati wote. Wakati mwingine mmegeuza bunduki zenu, mmeelekeza kwa wananchi, mmewaua kikatili, wakati nyie ni maskini wenzetu. Msikubali kutumika tena. Wananchi wakichoka hamtakuwa salama, kwa sababu nyie na sisi tunaishi mtaani. Nyie ni shangazi zenu, baba zetu, wajomba zetu, nyumba zenu tunafahamu, watoto wenu tunawafahamu, wanakosoma, wanavyoishi, maisha yenu tunayajua. Msitumike vibaya na serikali wakawajengea uhasama na wananchi, hamtakuwa salama. Kataeni maelekezo mabaya kuua watu. Nyie na sisi wote ni binadamu. Mmeuana wenyewe kwa wenyewe, mmeua wanajeshi, mmeua usalama wa taifa, mmeua wananchi wasiokuwa na hatia, mmeua watoto wadogo kwa sababu ya kumlinda Samia na serikali yake. Hampaswi kufanya hivyo. Watanzania wanasema rais hawajamchagua rais, hawajamchagua mbunge, hawajamchagua mwenyekiti wa serikali ya mtaa, hawana kiongozi yoyote. Ndio msimamo wa Tanzania. Inapaswa kuwa msimamo wa nchi nzima, kwa sababu mamlaka yanatoka kwa wananchi, na wananchi hawajatoa hayo mamlaka kwa mtu yoyote hivi sasa. Ndio maana wanapanga maandamano makubwa tena tarehe 9. Serikali badala ya ijutie kwa kile kilichotokea siku ya tarehe 9, bado wamejitokeza, wanatoa vitisho, wanatishia watu, mnaendelea kuteka watu, naendelea kupoteza watu. Hiyo haitasaidia. Zaidi mnaongeza chuki na ujasiri, kwa sababu sasa hivi Watanzania wamechoka na wako tayari kwa lolote. Watanzania hawaandamani kupindua serikali. Watanzania wanaandamana kudai haki. Ukisikiliza nyimbo zao kwenye maandamano, wanataka haki ya kuchagua viongozi, haki ya kusikilizwa, wanataka kukomesha utekaji unaoendelea mpaka hivi sasa Tanzania. Hayo ndio mojawapo wa Tanzania wanafanya, watoke mbele kupigania hiyo haki na kuwapuuza kila mtu ambaye alienda kinyume na wao. Sasa hivi wamewapuuza wasanii, wamewapuuza viongozi wote wa serikali, wamempuuza kila mtu, hata viongozi wa dini ambao wameenda kinyume na wananchi wamepuuzwa na wananchi. Sasa hivi wananchi wamejua kujisimamia, sio kama zamani unaweza kuwaua leo, kesho ukatoa nyimbo ya msanii wakasahau. Sasa hivi wataki kusikiliza chochote wananchi. Wanataka kusikilizwa, jambo lao waliolianza walikamilishe. Serikali, hamwezi kupambana na wananchi mkashinda. Chutameni. Hamwezi kupambana na wananchi mkashinda, haiwezekani. Iwe leo, iwe kesho, iwe kesho kutwa, mtaua wachache. Hamwezi kumaliza wote. Tanzania ina watu zaidi ya milioni 60. Hamwezi kuwaua wote. Wakosoaji wanazaliwa kila leo. Mlimpoteza Polepole, bado tupo. Mmempoteza Mdude, watu wapo. Mmeteka mamia kwa mamia, mmeua watu tarehe 29, watu bado wapo na dai haki. Hamwezi kuwamaliza watu. Zaidi
tatueni kero ambazo wanazitaka. Ya kwanza, ondokeni madarakani, hamjachaguliwa. La pili, wanataka katiba mpya, haki ya ajira, haki ya kuishi, haki ya kumiliki ardhi, haki ya kuchimba madini, haki kwa wafugaji, haki kwa wakulima, haki kwa maskini, haki kwa tajiri, haki mahakamani, haki bungeni, haki halmashauri kwa madiwani, haki kwenye vitu vya serikali ya mitaa na vijiji, haki kwa wafanyabiashara, haki kwa kila Mtanzania. Hiyo ndio haki ambayo wanataka. Haki kwa wamachinga, haki kwa mamantilie, haki kwa bodaboda, haki kwa bajaji, haki kwa madereva wa magari makubwa ya mizigo, haki kwa madereva wa magari makubwa ya mabasi, haki kwa kila Mtanzania. Hicho ndicho ambacho wanakitaka Watanzania. Mkienda kinyume nao, hamwezi kuwa salama. Hamna nguvu mkatumia mnaweza kushinda, hamna risasi inaweza kupambana na raia. Ondokeni madarakani. Wananchi hawataki. Ni hivyo tu. Period. Ya, huyo ni Twaha Maipaya akizungumzia tu katiba ya Tanzania. Ameweza kuikadili kwa undani, yani ameweza kuizungumzia kwa undani jinsi ulivyosikiza akizungumzia hapo. Twaha Maipaya anajulikana sana kwa kutetea haki ya wananchi wa Tanzania, na sasa hivi kama unavyokumbuka tarehe 9 kesho kutwa, yani kutakuwa na maandamano pale nchini Tanzania, na wengi wamekuwa tu wakijadili kuhusiana na maandamano hilo, na lile jambo kubwa ambalo wanazungumzia sana ni kwamba wanataka katiba mpya ambayo itakuwa inazingatia maisha ya wananchi wa kawaida, na pia itakuwa inajali mwananchi ama mwanadamu. Kama unavyokumbuka uchaguzi uliopita ilikumbwa na msuko kubwa sana, ambapo kuna wengi ambao waliweza kupoteza maisha yao, wengine wakaweza kupoteza majumba zao, wengine wakapoteza wapendwa wao, na wengine mpaka sasa hivi wajulikani walipo. Sijui na maoni gani kuhusiana na alichosema mwananchi mzalendo kutoka nchini Tanzania. Hebu niachie ujumbe wako kuhusiana alichosema. Kama uko na maoni, niachie hapo kwenye comment section. Kama hujasubscribe, na kuomba uweze kusubscribe, finya notification bell, ndio wakati wote tunapata habari kama hizi unakuwa kwanza kuipata. Hadi wakati mwingine, nakutakia usiku mwema. Asante sana kwa wakati wako.